Mimi na Balozi Abbas Sykes tulikuwa na majlisi yetu, tulikaa tunazungumza na nilijifunza mengi sana kutokea kwake. Siku moja ananiambia, Mohamed, nataka leo nikuharithie habari ya Dosa Azizi. Dosa na Balozi Sykes walikuwa marafiki wakubwa, na naweza kusema kuwa Abasi yeye anasema, lakini hili kaniambia mimi mwenyewe. Dosa siku nilipokwenda nyumbani kwake na Bwana Ali Sykes Mlandizi kumtembelea wakati nafanya utafiti wa kitabu cha Abu Sykes, mzee Dosa kaniambia kusema, mimi na Abasi tumesoma darasa moja government school, darasa la kwanza, na sababu mimi mkubwa kwa Abasi, kwa sababu ya mimi kuchelewa na kuanza shule na Abasi ambaye ni mdogo kwangu, ni kuwa baba yangu aliniambia mimi sintopelekwa shule mpaka nimehitimu masafu, mpaka nimesoma masafu yote nimemaliza, ndio tanipeleka shule. Kwa hiyo ile ilikuwa kama changamoto kubwa kwangu, na nikafanya bidii nimalize kusoma Qur'an yote ndio nipelekwe shule. Basi alipofariki Abbas Sykes, nadhani ule rafiki ukawa umehamia kwa Abasi. Abasi wakati huo balozi Italy anasema kuwa kila alipokuwa Dar es Salaam alikuwa anakwenda kumuona Dosa Azizi nyumbani kwake Mlandizi Ruvu, na hata bwana Abasi alikwenda kununua trekta akamletea bwana Dosa, akamwasili shughulika nalo, tukodisha, maisha yatakwenda. Wakati huo Dosa Azizi alikuwa fukara, ule utajiri wote umemtoka, na hakuna mtu, si chama wala si marafiki zake walikuwa wanampitia hata kujua ukimtoa bwana Abasi. Akasema mimi nimekuja Dar es Salaam, anasema bwana Abasi, nimekuja Dar es Salaam kwa sababu mwenyekiti wa chama cha CCM Julius Nyerere alikuwa ameitisha mkutano mkubwa wa Dodoma, ambao mabalozi vile vile wote wa nje sisi tulitakiwa kuhudhuria. Na katika mkutano ule Dosa alialikwa kama mmoja wa sisi wa chama cha tano. Basi sema siku moja nyumbani kwake, kaambia Dosa, ni mkutano Kizota, sasa nadhani mimi nitakupitia hapa, twende Dodoma na gari yangu. Dosa akamwambia basi mimi siwezi kwenda kwenye mkutano. Kwa nini? Dosa akasema, na kama vile naona kama ilikuwa jana, bwana basi alitia kana kichwa chake chini. Anasema Dosa akanambia kuwa mimi siwezi kwenda kwenye mkutano kwa sababu hata nguo nzuri ya kuvaa sina. Wale basi nasema ile jambo lile lilimchoma sana nafsi yake. Akamwambia sawa, Dosa, nimekusikia, basi mimi nitatizama ile habari za mavazi, lakini kuja tutembea hapa nitakuletea, lakini tufuatane wote twende kwenye mkutano, uweze kuacha kwenda kwenye mkutano. Basi bwana basi ananihadithia habari hizi, kichwa chake kinamsha chini, na nilikuwa na hisia la majonzi. Nasema mimi nikamwambia nguo basi na viatu na kila kitu, tukafuatana tukaenda kwenye mkutano wa CCM Kizota. Sema mwalimu akafanya dhifa ya chakula cha jioni, na nadhani wale protocol walimweka Dosa karibu na mwalimu kwa sababu walikuwa marafiki wakubwa wakati huo. Mwalimu aliona ile hali ya Dosa kwa sababu kamwona Dosa wakati wake, wakati ana hali nzuri,
wanafanya mkutano pale Mnazi Mmoja ya 54-55, mkutano wa hadhara. Wakimaliza, Mwalimu Oktoba bado hajaacha kazi, yuko Pugu anasomesha. Kuna hoteli pale inaitwa Princess Hotel, wanakwenda Princess Hotel pale, inakaa ile kamati ya ndani hotel ya 5 pale, kunywa na kula na kutizama mkutano umekwendaje, watu wanahamasika vipi. Anasema bwana, basi anasema ile bili inapokuja ya watu labda 20, anasema ile bili Dosa anasema ije kwake, na alikuwa analipa. Na hii ilikuwa kawaida kiasi ambacho Dosa akapewa jina kwa yeye, jina lake ni Bank. Maana wakati wale kusema yeye alikuwa ndo Barclays Bank, manake benki haishui pesa. Sasa sema huyu ndo Dosa aliyemalizikia namna ile. Sasa ikatokea siku hiyo namwambia bwana Ali, mimi ningependa kwenda kuzungumza na mzee Dosa anihadithie na yeye vipi harakati za uhuru, nipate kumsikia. Basi bwana Ali tukaenda, na bwana Ali nakumbuka alikuwa na Mercedes yake, alikuwa hiendeshi isipokuwa siku maalumu, ndio gari ndio siku hivi au Jumapili anaendesha. Ile gari ilikuwa dark blue, gari nzuri sana. Mimi ndo mara ya kwanza ananichukua. Na siku ile alikuwa na mgeni mama mmoja wa Marekani kutoka gazeti la Washington Post. Alikuja Dar es Salaam. Basi tumekwenda. Sasa yeye bwana Ali alikuwa hajafika kwa Dosa muda mrefu, hajui nyumbani kwa wapi. Tukawa tumefika Ruvu pale, tunauliza watu nyumba ya Dosa Aziz iko wapi. Kama watu wawili watatu hawamjui hata Dosa ni nani. Kwa tukakutana na mtu mmoja akasema, fateni barabara hii moja kwa moja mtafika nyumbani kwa bwana Dosa. Na naam, tumefika pale, Dosa naona anakuja Mercedes ile. Nadhani nishangaa huyu nani anakuja. Ilikuwa asubuhi katika milango kama saa 4. Dosa Aziz alikuwa amekaa barazani, nyumba yake ya kawaida tu, amekaa barazani kwake, ana radio, amefungua BBC, anasikiliza. Nadhani kwa anasikiliza taarifa za habari. Basi tunashuka, Dosa kumwona bwana Ali, alisema Ali, wakaja kukumbatiana. Mimi nawatazama, sema watu muda mrefu hajakutana. Ali uko wapi bwana wewe? Ali ndo akamwambia, sasa bwana mimi niko Dar es Salaam na vile nimefungua biashara vile na Harare, kwa hiyo ninakwenda na kuwa Harare na kuwa Dar es Salaam. Tukaa pale bwana Dosa anawaambia uwani kule, haya hebu chinjeni mbuzi. Bwana Ali akamwambia, bwana tukae sana wala usipetaba kuchinja mbuzi. Akamwita mkewe, akaja kwa biti mdogo tu, akaja pale akamwambia, unamuona huyu yule bwana mzuri? Mimi ndio sikuwa nasikia, kumbe Dosa akimwita basi bwana mzuri, kwa sababu ile sura yake Jamila kupendeza. Akasema yule bwana mzuri yule, huyu ndio kaka yake. Haya, sasa tuje katika mkutano wa Kizoto, turudi pale kwenye chakula cha jioni. Mwalimu akamtazama Dosa, amemwona hali yake ile. Akasema, anawaambia watu, akasema huyu Dosa toka tuko wakati wa kupigania uhuru, mara kwa mara mimi akinishawishi, asema Kambarage, twende Ruvu tukatafute mashamba bwana, tulime bwana. Asema lakini mimi si mtu wa kulima hivyo wakati ule. Kwa hiyo nikamwacha. Asema mwenyewe anapenda sana kukaa shamba Dosa, anapenda sana. Lakini wanamsha kusema mimi sidhani kama mwalimu alikuwa anasema ile kwa dhati kwa Dosa anapenda kukaa shamba. Angefanyaje wakati hali yake ndio ile? Maisha mjini ingeweza wapi? Basi mimi kisha nilipata, basi siku zile tuna gazeti ile ndio mpaka leo tunalo la An-Nur. Nikamweleza mhariri kisa hiki, wakaandika makala nzuri sana. Dosa kafilisika kwa sababu ya kupigania uhuru wa 5.
uhuru wa Tanganyika wakati wa tano, lakini bahati mbaya hakuna mtu ambaye kamtazama Dosa. Sasa akanieleza, akaniambia kisa kimoja. Mbele pale ya nyumba kwake kulikuwa na Land Rover, yani mabaki ya Land Rover pale. Akaniambia, Muhammad, hiyo Land Rover hiyo, mimi na Kambarage tumesafiri nchi nzima na Land Rover hii, mimi naitazama pale. Siku zile maskini hakuna mambo ya kamera, simu hazina picha, sikuweza kupiga picha. Akisema hii, akasema tena, ndo nikalipata hili neno. Akisema, usimwone Kambarage yule mwembamba, Kambarage ana kibega bwana. Kibega na maana na nguvu. Anasema tunakwama njiani, gari njia mbaya, inabidi tusukume gari. Anasema Kambarage anashuka. Yeye siku zote Dosa kimwita Nyerere kama Kambarage. Sema Kambarage anashuka, tunasukuma wote gari. Basi kuna wakati nikaandika kisa hiki, kuna mtu akaniletea na picha ya Mwalimu Nyerere anasukuma gari ya Land Rover ile wakati wa uhuru. Sasa wakati mwingine tunakaa, tunasema, Muhammad, wewe unajua mambo mengi, usiache bwana kuandika, kusema kwa hadithi hizo. Story ni story ambazo zitaeleza hali ilivyokuwa wakati wa kupigania uhuru. Sasa bahati mbaya mimi mwaka wa 98 nikasafiri, nilikwenda hija. Niliporudi nikakuta watu watatu, viongozi watano, wawili wa sisi wamefariki. Dosa kafariki, Teo kafariki na Zuberi Mtembu. Basi nimekwenda kwenye magazeti ya zamani kutizama, kuna mahali popote wameandika obituary. Hakuna obituary hata moja. Nikasema ndio hali kama hii, hawa watu wapigania uhuru nchi hii, watu maarufu wameacha historia kubwa, hakuna anayejua. Mimi nikaandika tazia zote tatu, na zote tatu zilichapwa na gazeti wakati ule. Jenerali Mwangwa na gazeti lake la Tanzania wakachapa hizi, na kwa hakika watu walizipenda, na kile nikutana naye alinipongeza kuwa bwana Muhammad, umefanya jambo zuri, kwa umetohadithia habari za watu. Sasa wanasema siku ya maziko ya Dosa Mwalimu hakuhudhuria, na Mwalimu hakuhudhuria kwa sababu anasema siku ile nadhani ilikuwa Easter, na anasema kuwa marubani wa ndege serikali walikuwa hawakuwepo kazini, kulikuwa labda nasema walikuwa ndio wanapumzika. Kwa hiyo hakuja kumzika Dosa, lakini alirudi Dar es Salaam na alikwenda Ruvu kwenda kutoa pole. Na siku ile Mwalimu Nyerere alizungumza vizuri sana, alimzungumza Dosa vizuri kiasi mpaka nilia machozi. Akisema, Dosa mimi hata siku moja hakunifuata mimi kuniomba chochote. Hakunifuata kuniomba chochote mimi. Na hapa nataka niunganishe na kisa cha mwanae Mwajama alifariki juzi hapa, maskini dangu. Anasema yeye kuna wakati hali yake ilikuwa nzuri, Mwajama akaenda kwa babake Ruvu kumwomba msaada aanzishe biashara ya kuku ili atizame maisha yake. Sasa yeye alitegemea kuwa babake anaweza kuchukua hatua, labda akaenda kwa Mwalimu akamtolea shida yake. Anasema, akamwambia, Mwajama, wewe kama unataka mtaji wa kufuga kuku, nenda kwa Kambarage, babako yule, nenda kumwambia shida yako, atakupa. Na wale walikuwa watoto ambao Mwalimu akiona toka udogo wao. Sasa ananiambia Mwajama, anasema mimi nikaenda Msasani, anasema nimekuta foleni ndefu sana ya watu watakumwona Mwalimu. Nimekaa pale mpaka jioni kabisa,
ndio nakutana na mwalimu. Sasa mwalimu kunikumbuka mimi. Mwalimu Mojaba, uko mkubwa leo. Basi nikamweleza mimi shida yangu. Sasa mwalimu akatoa oda nipewe vifaranga, nipewe dawa, kila kitu. Na siku ile sema mimi alikuwa ana Vespa, anaendesha moja ya Vespa. Akamuuliza, unarudi vipi nyumbani? Akamwambia kuwa nina Vespa yangu. Basi mwalimu alitoa amri kuwa apewe escort mpaka Mtoni kwa ziara. Asima mbele imetangulia gari kuzania mimi. Basi hii ndio historia ya Hadusi Azizi, na kwa hakika ndio siku zote wanasema laiti mwalimu angeshika kalamu yake mwenyewe akaandika historia yake, ingelipata mengi sana. Assalamu alaikum warahmatullahi